Mwenge oye! Lakini rutmachi hii ambayo inaongozwa na kamanda RPC siku ya leo, tuko kwa ajili ya kuhamasisha kujitokeza kupiga kura siku ya tarehe 29. Zoezi litaanza saa 1 kamili mpaka saa 10 linakamilika. Wananchi wote, wazee wangu, tunaomba tujitokeze kwenye vituo vyetu tulikojiandikisha, tukapige kura kwa amani na utulivu mapema kabisa, alafu turudi nyumbani kwa ajili ya kusubiri matokeo kwa kiongozi ambaye tutakuwa tumemchagua. Haya ni matunda ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni huu utulivu ambao tunao. Ni wenyewe na wewe tungekuwa kumechafuka hapa tusingekuja kufanya mazoezi. Lakini kwa sababu tuna amani, utulivu na huu mshikamano tulionao, basi tuende nao mpaka tarehe 29, tujitokeze kwa wingi kama tulivyojitokeza leo kwenda kupiga kura. Tuwachague viongozi mahiri na wale ambao watatusaidia katika kuleta maendeleo na kuipeleka Tanzania mbele. Niko hapa kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya usalama, na kwa namna ya pekee Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameniomba nitoe salamu hizi za kuwapongeza wanambarizi au wana Mbeya DC kwa ushindi. Lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya naye ameniomba niseme kwamba hongereni, angeweza kuwepo yeye na mkuu wa mkoa, lakini kwa sababu ya majukumu hawapo. Mimi kama mjumbe wa kamati ya usalama au mmoja wapo kati ya wajumbe wa ulinzi na usalama katika mkoa, na kuna wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, wote tunaungana kwa pamoja kuwapeni hongera sana wanambarizi au wana Mbeya DC kwa ushindi huu, lakini kwa jogging. Lakini la mwisho ni hilo ambalo nimesema mjitokeze sasa kwa wingi kwenda kupiga kura. Tukimaliza kupiga kura basi turudi majumbani. Kuna masuala mbalimbali yanajitokeza kwenye mitandao au na mjumbe mbalimbali zinaandikwa kwenye mitandao kwamba tarehe 29 tusijitokeze. Mimi niwaombe mjitokeze. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limejipanga kuhakikisha usalama na ulinzi umeimarishwa. Watu mpige kura kwa amani na mrudi majumbani. Jambo moja ambalo labda tulifahamu, mtu anaposema tarehe 29 tunaandamana, kuna wajibu na haki. Sasa wajibu, haki yako ni kuandamana, huyo ambaye anataka kuandamana, lakini wajibu ni sisi kukulinda. Sasa maandamano kwa kawaida tunavyofahamu ni lazima iwe na kibali, na wanaotoa kibali ni mamlaka husika kwenye eneo ambalo unaomba maandamano. Sasa huyu anaomba maandamano kwenye mtandao ambaye haonekani hata kwa yule mtu wa mamlaka ya kwamba kaandamane, wewe ukimfuata sijui utamfuata nani. Lakini sisi tunasema jeshi la polisi tumejipanga kukabiliana na maandamano yasiyokuwa halali, na tumejipanga kuhakikisha kwamba watu wanaendelea na shughuli zao, ulinzi unaimarishwa na usalama unakuwepo, lakini kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunamaliza uchaguzi salama na salimini kabisa. Mwisho kabisa niwaombe wananchi mwe watulivu, na yeyote ambaye ataonyesha kiashiria basi mtoe taarifa haraka ili jeshi lenu la polisi lililopewa jukumu na mamlaka ya kushughulikia vurugu na kulinda usalama wa raia na mali zao liweze kuchukua nafasi zake. Asanteni sana.